kumekuwa na ongezeko kubwa la mapato katika sekta ya utalii. Moja, kumekuwa na mafanikio. Tanzania imetangazwa kuwa mshindi wa tuzo za World Leading Safari Destination 2025 na World Leading National Park Serengeti katika tuzo za kimataifa za utalii zilizotolewa na World Travel Awards kwa mwaka 2025, na Mheshimiwa Rais aliweza kuzipokea kupitia waziri Mheshimiwa asisha uwekezaji katika sekta na huduma ya malazi nchini. Geni katika sekta ya utalii vimeongezeka kutoka 122,000 mwaka 21 hadi 147,000 kwa mwaka 2025, sawa na ongezeko la takribani 20.4%. Maana yake uwekezaji umeongezeka asilimia kubwa. Watu wanajenga hotel, watu wanajenga lodge, na Watanzania wanaendelea kunufaika na matunda ya utalii. Aidha, idadi ya vitanda imeongezeka kutoka 132,000 mwaka 21 hadi kufikia 158,000 mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 19.4. Lakini pia kuimarika kwa zao la utalii wa matukio na mikutano nchini, MICE Tourism, ambapo Tanzania imekuwa mwenyeji wa jukwaa la utalii wa vyakula la shirika la utalii duniani pamoja na tuzo za World Travel Awards WTA kanda ya Afrika Mashariki. Sasa utalii unapokuwa, nchi yetu inapata faida kubwa, lakini inasikitisha kuona tuna Watanzania ambao zuia watalii wasije ndani ya nchi. Moja, wewe kama Mtanzania maana yake unatuma ujumbe kwamba Watanzania wakose ajira, waliowekeza kwenye utalii wapate umasikini. Lakini dhamira yako inakuwa ni nini? Huangalii kwamba unapoteza ajira ngapi. Mimi nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Arusha pato lake kubwa ni utalii. Wapo vijana ambao ni madereva, wapo matua guide, wapo wamiliki wa hoteli na lodge, wapo wafanyakazi, wapo wakulima, wafugaji, ambao hawa wote mnyororo wao wa thamani ni mgeni anapoingia ndani ya ardhi Tanzania. Mkulima atalima, atauza mboga mboga. Mfugaji atauza mayai, atauza kuku, mtalii atapata nyama. Ukienda kwa mmiliki wa hoteli atalipwa fedha, yeye atapata fedha, wafanyakazi walioajiri kwenye hoteli watapata fedha,